Rais wa Marekani Donald Trump amesema hataki kuidhinisha vikwazo vipya dhidi ya Urusi, akisisitiza kuwa kuna uwezekano wa kupatikana kwa suluhisho la kidiplomasia kuhusu mzozo unaoendelea nchini Ukraini dhidi ya Urusi. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House siku ya tarehe 19 Mei baada ya mazungumzo ya simu ya zaidi ya saa 2 na rais wa Urusi Vladimir Putin, Trump alisema hali ya mazungumzo ilikuwa nzuri sana na kwamba kuna nafasi ya kufanikisha makubaliano bila kuendelea kumwaga damu ya watu wasio na hatia nchini Ukraine. Katika maongezi yake alisema, kwa sababu nafikiri kuna nafasi ya kufanya jambo fulani, na ukifanya hivyo unaweza pia kuharibu zaidi hali, lakini kunaweza fika wakati ambapo hilo linatokea, alimalizia rais wa Marekani Donald Trump. Rais Trump ameandika pia kwenye ukurasa wake wa Truth Social baada ya mazungumzo, akieleza kuwa mwafaka na hali ya mazungumzo ilikuwa bora sana. Kwa upande wake, Kremlin ilitaja mazungumzo hayo kuwa ya manufaa sana. Baada ya mazungumzo hayo, Trump alisema aliwajulisha viongozi mbili za mafuta ambazo zinadaiwa kuwa sehemu ya kile kinachoitwa meli za kivuli za Urusi ambazo zinafanya biashara ya mafuta maeneo mbalimbali ya duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot ametoa wito kwa Marekani na Umoja wa Ulaya kuchukua hatua kali zaidi, akisema katika mahojiano yake, ni lazima tuende mbali zaidi. Tunahitaji vikwazo vinavyosambaratisha uchumi wa Urusi kabisa na kuifanya Urusi ishindwe kuendelea na vita vyake dhidi ya Ukraine. Pia kutoka upande mwingine nchini Marekani, Seneta Lindsey Graham kutoka chama cha Republican, chama kimoja na rais mtawala Donald Trump, pia ameunga mkono msimamo huo wa waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot, akipendekeza ushuru wa hadi 500% kwa bidhaa kutoka Urusi iwapo haitakubali kushiriki na mazungumzo ya amani kuvimaliza vita vya Ukraine. Kwa upande wake, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Urusi haiko tayari kupokea matamko ya vitisho au masharti ya shinikizo, akisisitiza kuwa Moscow bado imejitolea kutafuta suluhisho la muda mrefu kwa mzozo huu wa Ukraine. Katika maongezi yake alisema, hatuwezi kuzungumza kwa lugha ya mashinikizo, tumeshazoea shinikizo la magharibi na hatushtushwi na vikwazo vipya kutoka kwa Umoja wa Ulaya au Marekani yenyewe, alimaliza Peskov. Mashauriano ya kidiplomasia yanaendelea huku hali ikibakia tete katika uwanja wa mapambano mashariki mwa Ukraine, ambako majeshi ya Urusi na ya Ukraine bado yanakabiliana vikali katika maeneo mbalimbali. Baada ya rais wa Marekani Donald Trump kueleza upinzani wake dhidi ya vikwazo vipya dhidi ya Urusi, vyombo vya habari mbalimbali duniani hasa kutoka Marekani na Umoja wa Ulaya vimeonyesha mitazamo tofauti kuhusu msimamo huo. The Washington kutoka nchini Marekani iliripoti kuwa mazungumzo ya simu kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin yalivuruga juhudi za pamoja za Marekani na washirika wake wa Ulaya kuishinikiza Urusi kusitisha mapigano nchini Ukraine. Badala yake, mazungumzo hayo yalifungua njia kwa mazungumzo marefu, jambo lililowakatisha tamaa wa Ukraine na mataifa ya Ulaya kwa ujumla. Trump aliachana na mipango mipya ya vikwazo na kuahirisha uamuzi wa kusitisha mapigano kwa Ukraine na Urusi, akielekea kwenye msimamo wa Kremlin wa kuchelewesha amani kwa kutaka pande zote mbili kuandaa memoranda au memo ya kina ambayo huenda ikarefusha mzozo huo. Tukiendelea kusalia nchini Marekani, kutoka katika jarida lingine la The Financial Times likieleza kuwa wasiwasi wa msimamo wa Trump unaashiria kujiondoa kwa Marekani katika jukumu lake la kidiplomasia kama polisi wa dunia, jambo linaloweza kumpa Putin nafasi ya kuimarisha msimamo wake dhidi ya Ukraine. Wachambuzi walionya kuwa hatua hii unaweza kudhoofisha juhudi za amani na kuimarisha nafasi ya Urusi katika mzozo huu. The Guardian kutoka bara la Ulaya katika Umoja wa Ulaya iliripoti kuwa viongozi wa Ulaya wakiongozwa na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz wameamua kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi licha ya msimamo wa Trump. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa wito kwa Marekani kuchukua hatua kali zaidi, akisisitiza umuhimu wa vikwazo vya Marekani katika kudhoofisha uwezo wa kijeshi nchini Ukraine. CNN iliripoti kuwa viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walikubaliana kuwa huu si wakati wa kulegeza vikwazo dhidi ya Urusi, wakitoa ujumbe wa wazi kwa utawala wa Trump. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisema kuwa walijadili jinsi ya kuongeza vikwazo ili kushinikiza Urusi zaidi. Ndugu mtazamaji wa The Citizen, tunakukumbusha uendelee kufuatilia chaneli yetu kwa ajili ya habari mbalimbali za kina kutoka pande mbalimbali duniani.